Na mtazamaji, saa 7 saa za Afrika Mashariki, karibu sana kwenye taarifa za TV47 matukio, ili tukufahamishe ni yapi yamejiri kutoka maeneo mbalimbali humu nchini, lakini mwanzo tupate muktasari. Yajayo kwenye TV47 matukio. Ibada ya wafu ya mwalimu na mwanablogu Albert Ojwang aliyefariki mikononi mwa polisi yafanyika. Familia yatoa rambirambi zao, kilio cha haki kikisheheni. Albert, I love you so much. I don't know if he's hearing, but I want him to know that he means so much to me. Familia moja katika eneo la Kagumo, kaunti ya Kirinyaga, yaomboleza kifo cha mwanao anayedaiwa kuuliwa kwa kupigwa risasi na polisi wakati wa maandamano ya juma lililopita jijini Nairobi. Na wawakilishi wadi wawili wa Makueni waandikisha taarifa katika afisi za DCI kaunti hiyo kuhusu vurugu zilizoshuhudiwa katika maandamano ya juma lililopita katika kaunti hiyo. Na mtazamaji, ndo kionjo cha taarifa ambazo tunazidi kukupakulia kutoka maeneo mbalimbali humu nchini. Wanakwetu wananiita Joash Onsare. Hali ya simanzi imetanda kwenye hafla ya ibada ya wafu ya mwalimu na mwanablogu Albert Ojwang katika kanisa la Ridgeways Baptist Church siku hii ya Jumatano, kwa familia yake na waombolezaji waliohudhuria wakitoa rambirambi zao wakiongozwa na Meshak Ojwang ambaye ni babake mwenda zake. Familia imekiri kupitia uchungu wa kumpoteza Albert, huku wakitaka haki kufanyika ili familia iwe na amani. Wakili akizungumza kuwa familia ilipokea shilingi milioni 10 kutoka kwa serikali na kuweka wazi kiasi cha hela walichopokea. Albert Ojwang atazikwa Ijumaa hii tarehe 4 nyumbani kwao katika kaunti ya Homa Bay. Kwa ulimwengu, kwa familia, hata kwa boma, nataka niseme ya kwamba damu hiyo ya Albert ambayo imemwagika bila hatia, walio na uwezo kuona kwamba wanachukua damu ya maisha ya wenzi wao na kumwaga damu ili wabakie katika hali yao na kuficha uovu wao, basi wajue kwamba watabaki na heshima, watabaki na utajiri na sifa za aina yote, lakini hawatakuwa na amani katika maisha yao. Sababu Kain, Mungu alitamka ya kwamba damu ya Abel inamlilia. Hiyo ndio kauli yangu ambayo naweza niseme, na Proverbs hiyo ambayo nimesema Mungu aweze kusimama kuwa Mungu. Shukrani zimetolewa hapa. Sijui niseme nini. Bado tutapeleka mwili nyumbani, lakini nasisitiza, baada ya mke wangu kuongea kuhusu swala la maombi nikiwa kanisani, jameni, bila maombi hatutaweza kusimama. Maana tumebaki sisi jinsi ambavyo mnatuona hivi, tuko pamoja, lakini baada ya muda mchache mazishi tutabaki sisi jinsi mnavyotuona hapa. Ni maombi yenu hata mkiwa mbali itatusimamisha. Mungu aweze kuwabariki. Shukrani zimetolewa na bado tutaendelea kuwashukuru wale waliosimama nasi. Mungu aweze kuwabariki nyote.
Amen. Asante sana, asante sana, asanteni sana, asanteni sana. God bless you. We'll continue praying. The time. Our preacher, Reverend, you have nothing to worry about me speaking politics. I'm sure my good neighbor, Pastor Wanje, is aware that he knows very well that I don't speak politics in church. I've come here to also give my condolences to the family of the late Albert Omondo Ojwang, a young man whose life, as we all know, and indeed I want to agree with the church, for nearly a month we have spoken, expressed ourselves in different ways. Listening to Albert's mother and Albert's wife has really touched me. As a father, a parent as well. And those of you who perhaps might have heard in one way or other, I posed a question on 12th of January this year that yes, I was lucky when my son was abducted, that I was able to try to get all those people and finally was able to get to the president, whom I told, standing next to me, please can you call Nuruddin Haji, the Director General of NIS. He's the one holding my son. And there in my presence, the president calls him, and he did. Nuruddin says he will be home in the next 1 hour. But I posed the question, and I still continue to pose this question. How about Albert's mother? How about Albert's father? And several others who could not and cannot have the opportunity of getting to the highest office in the land. This is the result. Na mtazamaji, tukiendelea na taarifa hiyo, muda mfupi uliopita mjane wa Albert Ojwang na mamake pia wameweza kutoa rambirambi zao za risala kwa kijana huyo ambaye ni Albert Ojwang. Hebu tusikilize walioyasema muda mfupi uliopita. Elaborate national anthem. Albert has been my friend, my best friend since way back. I met him in 2021 when he visited Kisumu. Actually, I met him through a mutual friend. He's from Pwani University as well. He's called Kotonya. So he's the one that gave Albert my number. And actually, Albert reached out and he was just saying hi. So through that, we communicated for a while and our friendship grew. And God blessed us and we became one. He has been an amazing person in my life. He has been really encouraging. He's made me courageous. You know, at some point I was weak, I was down, but he'll sit me down and tell me, you know, you don't have to be shy. At some point you don't have to be like weak. You have to stand out, talk, be very courageous like me. But he was conserved but courageous as well because he was a teacher. You know, teachers have to be vocal. Nimesema pole sana kwa mtoto wangu. Alitolewa kwa mkono wangu kama nimempa chakula aweze kukula. Nyathani huko mwenye ukatakuwa hakuchuna hata ugali. Baba na noma kwa maana leo tukanyathini wa chakula cha maloto polisi ochopo. Wakati alitaka kwanza kukula, polisi wakafika.
Polisi ngo chuputa nino ka nyathino chako tetemeka ta penye ni Albert. Iti mango nyathina. Walipofika Albert alianza kutetemeka. Mama yake akamuuliza, Albert, umefanya nini mtoto wangu? Nyathina nokwera ni mama anonge gimatimo, mama onge gimatimo. Akasema, mamangu mimi hakuna kitu nimetenda. Taworo ka nyathino dhika polisi makoro thone mod adwoke godo dala. Aworo sana gima jonge otimo na ok ne gipenje kata ni unithinde die odu yawa. Sasa nimeshangaa vile polisi walimchukua, wangemuuliza hata uko na watoto wangapi kwanza. Na mtazamaji, kwa mapana na marefu taarifa hiyo utakuwa unaipata katika taarifa zetu zijazo. Tuangazie mengine. Baadhi ya viongozi wa dini ya Kiislamu katika eneo la Pwani wamepinga vikali uamuzi wa hivi majuzi wa mahakama ya upeo wa kuruhusu watoto waliozaliwa nje ya ndoa kurithi mali ya baba zao Waislamu waliofariki. Viongozi hao wanasema uamuzi huo unakiuka mafundisho ya dini ya Kiislamu kuhusu mirathi na kudhoofisha mamlaka ya mahakama za kadhi ambazo kikatiba zimepewa jukumu la kushughulikia masuala ya kifamilia kwa Waislamu. Tunaomba kama jamii ya Kiislamu, nchi yetu ya Kenya ni nchi ambayo kwamba inajali dini zote na inaheshimu dini zote na imepatia kila raia wa hii nchi uhuru wa kuabudu. Na katika uhuru wa kuabudu katika dini yetu, mambo ya familia ni katika mambo ambayo kwamba Uislamu umeupatia kipaumbele. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu vile vile katika hii nchi imempatia kadhi wetu madaraka ya haya mambo matatu: mambo ya ndoa, mambo ya talaka na mambo ya urathi. Katika hili tunaomba awachiwe chief kadhi kwa sababu anahukumu kama Uislamu unavyotakikana. Mimi ninachotaka kusema kuwa Supreme Court sometimes has gone over our lines. Kuna lines sisi Waislamu ambazo tuna draw, na hii kuwa na kadhi court si maamuzi yetu wala si kitu ambacho cha kulazimishana. Hili ni jambo lilikuweko tangu independence. Kweli urongo jamanini? Lilikuweko tangu independence. Supreme Court have crossed our borders. What we are going to do, we are going to get 1 million votes petition against the 3 judges who sat with the Supreme Court ili tuhakikishe ya kwamba jambo hili la mirathi lisiingiliwe na Supreme Court, liachiwe nani? Chief kadhi. Mtazamaji, kamishna wa eneo la Magharibi Macharia Irungu amewaonya wezi wa miwa ama ukipenda poachers ambao wamekuwa wakiwaangaisha wakulima kuwa watakabiliwa vikali kisheria. Akizungumza baada ya ziara katika kampuni ya sukari ya Nzoia na baraza la wananchi katika kijiji cha Kongoli, eneo bunge la Kandoi, Macharia amesema kuwa serikali imeweka mikakati ya kufufua sekta ya sukari nchini. Amewataka wanasiasa kujiepusha na siasa zisizo za maendeleo, akisisitiza kuwa wawekezaji binafsi ndio suluhu ya ufufuzi wa sekta ya sukari. Kwa upande wao, wakulima wa miwa wamesema kuwa wanachotaka ni kulipwa baada ya kuwasilisha miwa yao kwa kampuni hiyo bila kujali mmiliki wa kampuni husika. Candy poaching kwa mwanzo hatungeweza kushika watu sababu hakukuwa sheria, lakini kwa muda wakati ule hatungeweza kushika, lakini kwa wakati huu tuko na sheria. Patikana unavuna miwa pahali ambayo hufai uvune, hiyo tunaita poaching. Wakati huu tuko na sheria ya kukustaki. So hivyo tunaambia hao poachers wakae standby, tutawashika na sheria ya kuwastaki iko. Lakini pia vile umetaja mambo na wizi, tunajua pia pahali kama hapa watu wakiona kwamba factory haifanyi, kuna wale infiltrators, watu wanataka kuja aibe kipuli sababu akitumiki akipa kingi kingine. Sisi tumefanya mikakati ya usalama ya kusecure hii facility. Tuko na station yetu hapa, tumeongeza askari, tuko na private farms. Pia tumepangana vile tutaimarisha usalama katika nuclear farms. Na kwa saa hizi tunafanya tu kazi ya ubomoaji. Mnajua hii factory ilikuwa imeenda chini sana. Areas mingi. The whole area, hakuna mtu amelipa hiyo pesa. Na tunaomba upande wa miwa
rai atusaidie kwa sababu hapa watu wako na shida. Acha yangu kama mkulima vile Nzoia imebadilishwa, ni pesa tu tuweke kwa mfuko. Mkulima akipanda miwa akate na apewe pesa kwa haraka. Hata kama mfanyakazi mwezi ikiisha apate pesa kwa haraka, tuweke kwa mfuko. Nyuma tumeumia, hata kama mimi nilipeleka mtoto university na akaenda tu semester 2 na akarudi, tumekaa miaka 4 bila pesa kutoka Nzoia. Sasa natarajia atupee mbegu. Watu tulikuwa tumeng'oa miwa, tumewachana na miwa, tumeingia kwa ukulima wa mahindi, lakini vile tumeona ameingia akitengeneza kampuni, atupee mbegu tupande miwa. Kwingineko, wakazi wa maeneo ya Manga na Ndii katika ardhi ya Mbulia, kaunti ya Taita Taveta, wanakumbwa na hofu ya kufurushwa kutoka makazi yao, wakidai kuwa kamati ya ardhi ya eneo hilo inatekeleza shughuli zake bila kuwahusisha wanachama halali wa ardhi hiyo ya jamii. Wakazi hao wanasema kuwa hawajapewa taarifa rasmi wala kushirikishwa katika maamuzi yanayohusu mustakabali wa ardhi yao, na sasa wanatoa wito kwa serikali kuingilia kati ili kuzuia kile wanachokitaja kuwa ni njama ya kuwaondoa kwa nguvu. Mgogoro huu unajiri miezi kadhaa baada ya mahakama ya mazingira na ardhi mjini Voi kusikiliza kesi ya Mwasigwa na wenzake dhidi ya Mbulia Community Land na kampuni ya Devki, ambapo ombi la kuzuia shughuli za ugawaji wa ardhi hiyo lilikataliwa. Wakazi wa eneo la Manga katika kaunti ya Taita Taveta wanalilia kilio cha ardhi, ambapo kamati inayohusika na ardhi ya Mbulia wanaohangaisha wakidai kwamba wanatakiwa kuondoka ama walipe fedha ili waweze kupewa ardhi hii. Ni masuala ambapo yameleta mkanganyiko na sintofahamu katika eneo hili, na sasa tutakuwa kupatia baadhi ya fursa kusikia baadhi ya kauli za wale ambao wameweza kuzungumza na waandishi. Tulikuja kwa DCC 3 times, myself nilikuwa pale kwa DCC. Ulikuwa nini wanajaribu kuwa na tamana na hii? Kwa sababu walienda wakatushitaki kotini, tukaenda kwa koti na ruling ikatoka kwamba sisi ndio the owners ambao tunatakana tukae hapa, because tulitoa documentation zote za kuprove kwamba shamba ni yetu. Tukafanywa ruling na kesi kaisha, lakini sasa hii naona tena jamaa wamerudi tena, bado wanaendelea kujaribu kugrab tena ishambuliza. Hawa watu wa community land wako na interest gani na hili shamba letu? Tutafufurushwa tuende wapi? Na tuko na watoto hapa ni mayatima, wengine hawana wa mama zao. Wao wanataka tuende wapi na watoto? Tutawapeleka wapi? Na sasa mimi swali langu ni hivi, ninaomba serikali kuu ingilie kati. Hawa community land kwa nini wanatusumbua? Wamefanya demarcation, tunaona watu wanakuja wanafanya demarcation kwa mashamba za watu na hawaelezi mwananchi ni nini kinachoendelea. Sisi hatuna shida na investor ambaye amekuja mahali hapa. Tulimpokea na tumefurahia kuwapo kwa investor huyu mahali hapa kwa sababu ni faida sisi kwetu wa Taita na Taveta. Lakini sasa tunashangazwa na hawa wenzetu ambao tuliowachagua sisi wanatuletea shida kwa sababu muda wao umeisha, wanafanya mambo kulingana na akili zao. Pesa zilizokuwa zimetolewa 50 million na Devik mpaka saizi hawajawahi kuja na kutueleza hizo pesa zimeenda wapi, hizo pesa ziko wapi, na wanaanza kufanya miradi zao. Tunaona matinga yameingia kwa mashamba za watu, na kinachotushangaza zaidi, mimi nikiwa mwanahisa na nikiwa member nimejiregister katika hii committee. Na ndizo baadhi ya kauli zao, na sasa wakililia serikali kuu kuingilia kati ili kuwapatia suluhu ya kudumu, wakizingatia ama wakisisitiza kwamba eneo hili ni lao kihaki. Nikiripotia TV47, mimi ni Julius Mariki mwa Kivo. Na mtazamaji, tuangazie mengine. Familia moja katika kaunti ya Kirinyaga inaomboleza kifo cha jamaa yao aliyeuliwa wakati wa maandamano ya Juni mwaka huu. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno na uketo wa taarifa hii. Biwi la simanzi limetanda katika mtaa wa Kagumo, kaunti ya Kirinyaga.
Jamaa na marafiki wamekongamana katika kijiji hiki wakijawa na huzuni wanapomkumbuka marehemu Brian Maina mwenye umri wa miaka 28 aliyefariki kupitia njia tata mnamo tarehe 25 mwezi wa Juni mwaka huu. Baada ya masaa kama 4 hivi, ilikuwa masaa ya saa 8, ndio tulipata ripoti ya Brian amegongwa. Alikuwa kwa maandamano na amegongwa na askari. Huyu ni Penina Wairimu, mamake marehemu Brian, bado angali kukubali kifo cha mwanao, huku akitusimulia jinsi alipokea habari ya kifo cha mwanao anayedaiwa kugongwa kichwani na afisa wa polisi. Sasa daktari kuniambia ukule, kaniambia Brian amegongwa. Nikamwambia mpelekeni hosi, nikamwambia shapelekwa hosi. Na sasa kuja nikamwambia huko, nikasema mimi nataka kwenda nyumbani. Kufika kwetu nikapata kuna maandamano mingi sana. Nikaenda kujificha Catholic. Kufika Catholic mama alikuwa akanisaidia, akanitafutia gari. Kakuja mpaka Kangaita. Nikasema anti yangu nakaa Kangaita. Sasa nikikuja tunapigiwa simu tu. Huyo mama akaninyang'anya simu, akaongea na anti yangu, akamwambia msichana wako niko na yeye na nasikia ni kubaya. Alipofikishwa hospitalini kwa huduma za dharura, ukaguzi ulibaini kuwa Brian aligongwa kichwani na kifaa butu kilichovunja mifupa ya ndani na kusababisha kifo chake. Ni kugongwa na fimbo, ni kugongwa sababu aligongwa hapa hivi nyuma, akawa na crack, akawa na internal bleeding. Kwa hivyo picha inaonyeshana ni internal bleeding baada ya kugongwa. Nataka haki ifanyike kwa Brian wetu. Ule polisi alimgonga kichwa achukuliwe hatua, kwa sababu sio vizuri kuendelea na mbele na kupiga watoto wakati wanatetea haki yao. Familia hiyo sasa inalilia haki kwa marehemu ambaye pia alikuwa baba ya watoto wawili na mfadhili mkuu wa familia hiyo. Hivyo Brian alikufa akitetea haki zao kama wajenzi wale wengine katika Kenya hii. Kwa hivyo ningependa serikali ipatie Brian haki ambayo anastahili kama wale watoto wengine wote. Maina atazikwa siku ya Ijumaa wiki hii, ambapo jeneza lake litafunikwa na bendera ya Kenya, ishara tosha kuwa yeye ni shujaa. Elizabeth Atieno, TV47. Na mtazamaji, tuangazie mengine. Wawakilishi wadi wawili wa chama cha Wiper wamehojiwa na maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI katika makao makuu ya idara hiyo mjini Wote, kaunti ya Makueni, kuhusiana na madai ya kufadhili ghasia zilizoshuhudiwa wakati wa maandamano ya Gen Z tarehe 25 Juni. Mwakilishi wadi maalum Abanas Wambua anatarajiwa kufika katika makao makuu ya DCI huko Kiambu Alhamis, huku mwenzake Francis Mutuku almaarufu Muso akitakiwa kufika tarehe 8 Julai. Wawili hao pamoja na waziri wa michezo wa kaunti ya Makueni Sebastian Choni wanatuhumiwa kupanga maandamano hayo yaliyofanyika katika miji ya Emali, Makindu na Wote, ambayo baadaye yaligeuka kuwa ya vurugu. Wakizungumza baada ya kuhojiwa, viongozi hao walikanusha madai hayo, wakimtaja mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwengi Mutuse kuwa chanzo cha masaibu yao, wakidai kuwa tuhuma hizo zina mwelekeo wa kisiasa. Wanaozungumza katika taarifa hiyo ni Abanas Wambua, kiongozi wa walio wengi Kasungi Katete, na naibu wake Jonathan Mudhoka. I'm hardened enough, and I believe that our people are behind us, and also in this exercise sisi lazima tupambane kabisa. Kwa hivyo hii hainistui na haiwezi nistua. Hii ndio mara ya pili, mara ya tatu. Kwa hivyo hata ikifanyika mara ya 20 niko tayari. Kwa hiyo I said in these local medias that I'm ready to pay. I'm ready to pay it 100% if this country will be rescued. Kwa kuwa kupoteza mauai ya viongozi kama hawa, kama watoto wetu wameumia zaidi na wanalia, sisi hatuna shida. Kwa hivyo mimi kama kiongozi, mimi hakuna kulia ama sijalamiki ama sili. Kwa hivyo tuko gangari kabisa. So I want to assure you, our people must be very strong and very firm to rescue our country, ambayo iko kwa mikono ya wakora wa nchi. What we want to inform our people is that these are shenanigans which are planned by the KK government to distract us, the people of Makueni. And we want to tell them, we as the representatives of the people in Makueni, we are the representatives of the people's opposition. And the people of Kenya are ready
to take KK government home. They want to destabilize Makueni, which is the backbone of Wiper Democratic Movement. We want to tell them they won't succeed. Even if they threaten our people, even if they work against us, and they do whatever they are trying to do, we are going to win. Kama punda imechoka, lazima ingangane ipate freedom yake. Hakika mambo imekuwa mazito, lakini Kenya cannot be ruled na itaongozwa bila kutumia sheria. Kile cha maana ni Kenya iongozwe kwa sheria, sio kwa feelings ama emotions za watu. Tuangazie mengine kutoka eneo hilo la Ukambani. Wafanyabiashara wadogo mjini Kitui wamelalamikia kufurushwa kutoka eneo la biashara lililoko nje ya ofisi za posta, wakielezwa kuwa ardhi hiyo imekodishwa kwa mtu binafsi. Kwa hasira na masikitiko, wafanyabiashara hao walivunja uzio uliowekwa kuzuia shughuli zao, wakidai kuwa hatua hiyo ni ya dhulma na inalenga kuwanufaisha mabwenyenye wachache kwa gharama ya wananchi wa kawaida. Wafanyabiashara hao sasa wanaitaka serikali ya kaunti kuingilia kati na kuhakikisha haki inatendeka, huku wakisisitiza kuwa hawatakubali kunyimwa nafasi ya kujitafutia riziki kwa njia ya heshima. Mimi ni mfanyabiashara hapa Posta. Nilikuwa nauza matunda hapa Posta. Nimefanya posta hapa nje ya Posta miaka kama 5 nikisomesha watoto wangu. Hapa ndio nilikuwa natoa riziki yangu ya kila siku. Mimi niko na watoto wako shule, niko na msichana kwa Sombe Girls, niko na mwingine kwa Mulutu Girls, na sina bwana, lakini mimi nimedhulumiwa. Nimeambiwa nilikuwa nafanyia posta, nikaambiwa nitoe kibanda, mtoto anarudi shule na sina otherwise. Na sina bwana na sina mtu wa kunisaidia. Tuko hapa leo tukikashifu kitendo ambacho kilifanyika na mmoja wetu mfanyabiashara mkubwa. Amezoea kuchukua sehemu ambazo watu wetu wanafanyia kazi. Kama hii sehemu ya barabara ile tunaita Rose Reserve. Sasa alikuja akatoa wamama wale walikuwa wanafanyia hapa wakijimundu kwa maisha yao. Na sisi tuko hapa tukikashifu hiyo kitendo na tukisema hiyo tumekataa. Mama wetu warudi kwa kazi yao, space zao zile walikuwa wanafanyia, waende wakalishe nyumba zao. Hawa mama tuwezi kuwalisha kama county government na kuna kazi. Kwa hivyo wamejitafutia kazi, wakuja kukaa hapa, ndio sababu nyumba zao siweze kupata chakula kwa meza. Watoto wao wasome, watoe zile merry go round kutoka kwa zile pesa wanatoa hapa. Kwa hivyo sisi tumesimama na wao. Kwingineko, zaidi ya vikundi 100 vya kina mama katika eneo bunge la Likuyani, kaunti ya Kakamega, vinatarajiwa kunufaika na ufadhili wa zaidi ya shilingi milioni 8 zilizokusanywa kupitia harambee ya kijamii. Fedha hizo zitatumika kusaidia wanawake kulipa mikopo midogo, kupanua biashara zao na kuwekeza katika miradi ya uzalishaji kama vile ufugaji, usindikaji wa mazao na ujasiriamali wa kijijini. Wanawake wengi waliopokea ufadhili huo wamesema hatua hiyo itawasaidia kujitegemea kiuchumi, kupunguza utegemezi wa kifamilia na kuongeza ushiriki wao katika maendeleo ya jamii. Wadau wa maendeleo wametaja mpango huo kuwa mfano bora wa uwekezaji unaolenga kuinua maisha ya wanawake mashinani na kuchochea ukuaji wa uchumi wa jamii kwa ujumla. Tulikuwa na vyama 110. Tulichanga jumla ya milioni 8,700. Kila kikundi kitapata 80,000. Ni kuwahimiza tu kina mama zangu tufanye biashara, talishe mali. At least wa mama wameenda na kitu. Mama akiwa na pesa kwa boma, upendo inaongezeka. Tunashukuru Mungu kama kikundi chenye niko nacho pamoja, Visionary Women Group, ikijumuika pamoja na kikundi kingine ja online welfare. Saa hizi pesa at least imeingia kwa mifuko ya wamama. Kama chetu kenye kilikuwa na mambo ya ng'ombe, saa hizi tuna increase wamama wenye hawakupata ng'ombe na kuku wanaenda kupata, furaha inaenda kuongezeka. Sisi mradi yetu ilikuwa kiwanja, tulikuwa tumepaki na deni 70,000, naye ametu. Na mtazamaji, dakika 29 zimekatika baada ya kutimu saa 7. Tunakamilisha awamu ya kwanza ya taarifa. Tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi kwenye awamu ya pili. Endelea kuwa nasi.
Experience world. Our world is changing every day, and so should we, for the better. Each week, we tackle the big why, the question that should be on everyone's mind. Why isn't this fixed yet? Deforestation, global warming, and the adverse effects of climate change. The future isn't just something that we inherit, it's something that we create. Join us on The Green Fix as we tell the stories of those who refuse to give up. When it comes to fixing the planet, there is no time to waste. Join me, Shiksha Arora, on Thursdays at 9 p.m. on The Green Fix as we look into the big why, you and I. For comprehensive information and education on your health, Body Garage is here. Don't allow anyone to pluck out your good tooth as long as it is strong and stable. Cancer doesn't start today and you get the symptoms tomorrow. By the time you pick it or the time it is manifesting in you, probably will be there about 5 to 10 years. The eye is the window to the rest of the body. Don't forget to stay hydrated. And of course, you at home do take your water. So the ultimate test is actually you check your urine. Your urine should be clear. Clear like the water? Yes. Should be able to see the other side of the urine. If your urine is colored or has changed color, you cannot see the other side, then you have not taken enough water. Don't forget regular health checkups. Early detection saves lives. I want the message be, we can prevent cervical cancer. We prevent cervical cancer in several ways. You have young girls and even somebody who's above that age, you can pay at least every 3 years. Somebody should have a pap smear done. If you are 40, 45, 50, going upward, once a year, please go see a doctor. Yeah, it's just for normal routine maintenance. Hey there, friends. Welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. We're going to do half cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, amazing stories, and tons of laughter. Jiunge nasi tunapoangazia safari za viongozi bora. Kutoka kwa ushindi mkubwa hadi masomo magumu. Wakati wetu kwamba wasichana si wa kusoma, ni wa kuolewa, ng'ombe ipatikane, wazazi wakuwe watajiri. Tunashughulikia yote. I wish I were a better investor. My parents taught me how to look for things for myself. Tazama Mfahamu Kiongozi, ambapo kila kipindi kimejaa maarifa, mikakati na hadithi za kukuza azma yako. For me to succeed, I have to fight. Kila Alhamisi saa 1:30.
world is changing every day, and so should we, for the better. Each week, we tackle the big why, the question that should be on everyone's minds. Why isn't this fixed yet? Deforestation, global warming, and the adverse effects of climate change. The future isn't just something that we inherit, it's something that we create. Join us on The Green Fix as we tell the stories of those who refuse to give up. When it comes to fixing the planet, there is no time to waste. Join me, Shiksha Arora, on Thursdays at 9 p.m. on The Green Fix as we look into the big why, you and I. For comprehensive information and education on your health, Body Garage is here. Don't allow anyone to pluck out your good tooth as long as it is strong and stable. Cancer doesn't start today and you get the symptoms tomorrow. By the time you pick it or the time it is manifesting in you, probably will be there about 5 to 10 years. The eye is the window to the rest of the body. Don't forget to stay hydrated. And of course, you at home do take your water. So the ultimate test is actually you check your urine. Your urine should be clear. Clear like the water. Yes. Should be able to see the other side of the urine. If your urine is colored or has changed color, you cannot see the other side, then you have not taken enough water. Don't forget regular health checkups. Early detection saves lives. I want the message be, we can prevent cervical cancer. We prevent cervical cancer in several ways. You have young girls and even somebody who's above that age, you can pay at least every 3 years. Somebody should have a pap smear done. If you are 40, 45, 50, going upwards, once a year, please go see a doctor. Yeah, it's just for normal routine maintenance. Hey there, friends. Welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. We're going to do half cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, amazing stories, and tons of laughter. Jiunge nasi tunapoangazia safari za viongozi bora. Kutoka kwa ushindi mkubwa hadi masomo magumu. Wakati wetu kwamba wasichana si wa kusoma, ni wa kuolewa, ng'ombe ipatikane, wazazi wakuwe watajiri. Tunashughulikia yote. I wish I were a better investor. My parents taught me how to look for things for myself. Tazama Mfahamu Kiongozi, ambapo kila kipindi kimejaa maarifa, mikakati na hadithi za kukuza azma yako. For me to succeed, I have to fight. Kila Alhamisi saa 1:30. Our world is changing every day, and so should we, for the better. Each week, we tackle the big why, the question that should be on everyone's minds. Why isn't this fixed yet? Deforestation, global warming, and the adverse effects of climate change.
The future isn't just something Hatua hiyo ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kupanua upatikanaji wa mitaji, kuimarisha ushiriki wa sekta binafsi na kuharakisha maendeleo ya miundombinu na viwanda nchini Kenya. Collaboration with nations across the world through government and market channels is vital. Let us build on this foundation to deepen connectivity, share expertise, and create capital markets that are innovative, inclusive, and globally competitive. Ladies and gentlemen, I am very proud that this morning to share this platform with Africa Finance Corporation, who yesterday remains a steadfast and strategic partner in advancing Africa's capital market. Beyond the London Stock Exchange roles as a global financial hub, the UK government, through the Foreign, Commonwealth and Development Office, has been instrumental in driving capital market development in the continent. Programs such as Mobilist, in partnership with exchanges like the Nairobi Securities Exchange and the Nigeria Stock Exchange, are helping democratize access to investment and promote financial inclusion. Na mtazamaji, ni taarifa ambayo pia tutakuwa tunakufahamisha kwa kina katika taarifa zetu zijazo. Na mtazamaji, ugatuzi unapoendelea kupiga hatua humu nchini, Wakenya wanaendelea kutoa hisia mseto kutoka kaunti mbalimbali. Katika kaunti ya Kisii, wakazi wametoa hisia mseto kuhusu namna siasa zimeingilia uongozi wa kaunti. Hebu tusikilize. Naam, asante sana Joashon Sare na kupata vyema kutoka katikati ya jiji hili la Nyamira, ambapo tutakuwa nazungumza na baadhi ya washikadau wapo hapa. Wananchi watueleze, je, tangia gatuzi kuanza, je, maendeleo yameweza kuafika uongozi wa kaunti wanauoneaje kufikia sasa? Tutakuwa nawakaribisha muweze kufika hapa. Pengine uanze na jina lako, tueleze wewe unaitwa nani, wewe kama mkazi wa kaunti ya Nyamira ukitazama tu runinga. Je, unahisi kwamba maendeleo ya kaunti yamekufikia wewe kama mkazi wa kaunti hii? Asante sana. Kwa majina naitwa Douglas Ratemo, ni mkazi wa hapa Nyamira. Mimi nitasema ya kwamba maendeleo ambayo tulikuwa tumeidiwa yamefanywa karibu 90%. Yafanyika ni chache tu, lakini tunaomba itaendelea tu kufanyika. Pengine maendeleo ni kama yapi yale ambayo unahisi kwamba wewe yamekufikia kama mkazi wa kaunti ya Nyamira? Mimi nitasema ya kwamba maneno ya mahospitali tumesha jengewa hapa, Madevo 3 Hospital, Madevo 6, hata Nyamira kwetu hapa Referral Hospital imekuwa kubwa sana. Wagonjwa wako hapa wanatibiwa, madawa hiko, ingawa si ya kutosha, ni ila wananchi ni wengi. Yes. Na maneno ya barabara zimetengenezwa, zimefunguliwa, zinaendelea tu. Sasa tungeomba County Assembly ipitishe pesa ya mwao ambao ni kubwa, ili waweze kupata pesa ya barabara na madawa yaweze kununuliwa. Na asante sana. Pendo zopata mama pia naye atueleze kusimama tu hapo. Pengine wewe kama mkazi wa kaunti ya Nyamira ukitazama runinga, je, unahisi kwamba maendeleo ya kaunti au baadhi ya maendeleo ambayo ulikuwa unatarajia wewe yaweze kufikia yamekufikia? Ndio, naam, yamenifikia. Pengine ni baadhi maendeleo kama yapi yale unahisi kwamba wewe kama mkazi wa kaunti ya Nyamira umeweza kufaidi yale ambayo ulikuwa umeidiwa? Kwanza vile ameweza kutuletea madawa tumeweza kupata, hata kama si mingi vile, watu pia ni wengi. Tuomba pia aweze kuongeza hitaji la madawa iweze kuwa mingi, iweze kufikia watu wote mpaka kwa dispensary. Pia aweze kuongeza manasi, madaktari kwa hospitali zetu ili tuweze kupata usaidizi wa haraka wakati tunaotaka. Pia siwezi sahau kwa hitaji la mochari yenye ameweza tutengenezea na imeweza kuwa ya manufaa sana. Saa hii inafanya kazi jinsi ipasavyo. Ya pili pia ameweza kutengenezea barabara ambayo tunaona siku baada ya siku barabara zetu zinaendelea vizuri sana kupanuliwa na kutengenezwa, hata ingawa haijaenda popote kule kwa wards itafanyika. Mwishowe tunajua hilo hitaji itafikiwa kila mmoja ili aweze kupata utekelezaji wa kazi vizuri. Tunakomba kaunti ya Nyamira kumekuwa na malumbano kwa muda. Je, wito wako kwa viongozi ni upi ili kuhakikisha kwamba baadhi ya vitu ambavyo mmesema kwamba havijaweza kuafikiana viweze kuafikiana? Wito wangu, naomba ambao ni leaders wetu waweze kuja pamoja, waweze kuwa na uhusiano ulio mmoja ili tuweze kupata
mazuri yote ambayo tunahitaji kwa hii devolution, kwa sababu utengano haiwezi leta usaidizi wa hii county. Tukiwa pamoja tutaenda mbele. Ana asante sana. Pendo tupata mkazi wa mwisho. Wewe kama mkazi unatoka wapi? Na je, unahisi kwamba uongozi wa ugatuzi wewe umefikiwa na maendeleo? Kwa majina anaitwa Edwin Nyokuyo Maruko kutoka Egentubi. Mimi naona kwa baadhi zangu, mimi naona governor amefanya kazi mzuri. Naona barabara zenye zilikuwa zinahitajika zitengenezwe zimetengenezwa. Sasa akikuja tena phase 2 naona hii barabara zitakuwa mzuri. Na hii marumbano nayo inaendelea hapa kwa county. Tunahitaji wa leaders wetu wakuje pamoja wafanye kazi kwa pamoja. Ndio tupate kunufaika vizuri. Lakini unaona kwamba haya malumbano licha hapo yapo. Je, gavana ameweza kushindwa kufanya kazi yake? Kwangu mimi naona gavana amefanya kazi mzuri. Juu nimeona ameleta tractor hapa zenye zinafanya kazi mzuri. Barabara sasa hii kwa tuseme kama kwa didi yangu sasa hii ya Kiabanyoru naona barabara zimenyooka sana. Na venye nilifika Nyamira hospitali nimeona hospitali iko sawa. Wananchi wanahudumiwa vizuri vilivyo. Asante sana Joashon Sare. Uposikia tu ni baadhi tu za kauli za wakazi kutoka kaunti hii au gatuzi hili la Nyamira. Wengi wanahisi kwamba iwapo tu kama kwa bajeti ambayo imetolewa mgao utaweza kuongezwa hasa upande wa hospitali kwa sababu ya idadi ambayo inazidi kuongezeka ili wote uweze kupata madawa pasi na kukosa. Sina la ziada ila kukomea hapo na kurejesha usukani kwako studio. Ni jina langu ni Kombo Alfayo kutoka kaunti ya Nyamira. Na mtazamaji, huyu amekuwa mwandishi wetu Kombo Alfayo akitujia mubashara kutoka kaunti ya Nyamira, kaunti 046, kaunti ambayo iko katika maeneo ya Nyanza ya Kusini. Mutua, unajua ukisimama hapa mambo shwari, sport. Wakati wa sport umefika, kwa hivyo ni mimi niingie nipige 2-3. Naivas wanatarajia kushinda dhidi ya Posta Rangers ndio waweze kupanda kwenye ligi kuu. Gor Mahia wameamua kila mtu meza ya kiufundi elekea nyumbani. Basi Joash, tupate kitambulisho cha sporti alafu nitarejea na mengi zaidi. Mtazamaji, tudunde viwanjani. Mimi naitwa Duncan Mutua na tunaanza na ilikuwa maandalizi ya mashindano ya bara Afrika ya mchezo wa volleyball ya kuketi yanaendelea katika ukumbi wa Huga wa Kasarani. Mashindano hayo ambayo yamevutia zaidi ya timu 8 zikiwemo wenyeji Kenya, Rwanda, Zimbabwe, Nigeria, Egypt, Algeria, Libya yameratibiwa kufanyika kuanzia tarehe 4 mwezi huu, ambapo mshindi atajikatia tiketi ya kuelekea kwenye mashindano ya dunia. Timu ya Kenya wanaume na ya kinadada zinatarajia kuandikisha matokeo mazuri pindi tu mashindano hayo yatakapoanza rasmi. We are very lucky this year because we are we are very lucky this year because we are going to host this thing. All along we have been just going out other countries, but this time we are on our motherland and we are expecting wonderful game. Training imekuwa mzuri, tumekuwa tunakazana, makoches wameintroduce new system ambayo hatukuwa tunacheza nayo hapo awali, lakini sasa tunajaribu kupambana na hiyo system na naona kwamba imeingia. Kwa hivyo tunatarajia mema. Team of Algeria is arrived here in 25 June. He preparing in Kenya, have training with the coach and with the team of Kenya. The preparation it's good, everything is good. The people of the Kenya, the preparation in here stadium, everything is good. Inshallah, the team of Algeria qualified. We're here to participate in the African Championship. Inshallah, we're gonna play to win. Yes, we was here in preparation before the championship, about 4 days before. We're preparing here. It was so good and it was nice. Kitu nimeona kwa timu yetu iko na morale, imejipanga vizuri. Timu ya wanaume tulikuwa na wasiwasi kwa sababu we have very strong teams,
but saa hii wanaume kwanza wameiva vizuri, and we are looking forward to a very good performance. Wasichana wako sawa kabisa. We have tried to kurekebisha mahali kulikuwa na weaknesses, na sasa nikiangalia naona we will do very well for the first time. Mtazamaji, tunatarajia watakuwa wanaandikisha matokeo mazuri. Kikosi hicho cha Kenya kizidi kujiandalia mashindano ya paravoli ama volleyball ya kuketi ambayo yanatarajiwa kuandaliwa mwezi huu tarehe 4 humu nchini, haswa jijini Nairobi. Kwingineko ni kuwa kikosi cha benchi ya kiufundi ya mabingwa mara 20 wa ligi kuu ya soka nchini Kenya, Gor Mahia, kimepigwa kalamu. Kikosi hicho kikiongozwa na kocha Zedekiah Otieno kimepigwa kalamu siku chache baada ya kupoteza fainali ya kombe la shirikisho la soka humu nchini na walipopokezwa kichapo cha mabao 2-1 na Nairobi United. Gor Mahia pia walishindwa kutetea taji la ligi kuu la soka baada ya kushuhudia matokeo mabaya msimu wa mwaka 2024-2025. Tutakuwa nasubiri tuone je ni nani ambaye atakuwa anaridhi kuwa kocha wa klabu hii ya Gor Mahia. Walipokea upinzani mkubwa swa baada ya Police FC kutoa ubingwa wa ligi kuu ya soka humu nchini. Na tukizungumzia kuhusu ligi kuu ya soka humu nchini, mbuka pia kuna timu mbili ambazo zinamezea nafasi moja kutoa ama nafasi moja kushiriki kwenye ligi kuu ya soka mwaka 2024 msimu wa mwaka 2025-2026. Na Rangers ama tunaanza na hii ambapo Naivas FC watachuana na Posta Rangers kwenye mchuano wa raundi ya pili ya kupandisha ngazi ya ligi kuu ya soka nchini Kenya. Naivas walipokezwa kichapo cha mabao 2 kwenye raundi ya kwanza na ni lazima leo wafunge zaidi ya mabao 2 ili kucheza kwenye ligi kuu ya soka msimu ujao. Posta Rangers wanahitaji sare kusalia kwenye ligi kuu hii. Na tuelekea ugaibuni ambapo tunazidi kushuhudia mechi kadhaa za dimba la vilabu ambapo tuliweza kuona Real Madrid ilijikatia ama mtazamaji, Real Madrid ilijikatia tiketi ya kushiriki kwenye mchuano is changing every day, and so should we, for the better. Each week, we tackle the big why, the question that should be on everyone's minds. Why isn't this fixed yet? Deforestation, global warming, and the adverse effects of climate change. The future isn't just something that we inherit, it's something that we create. Join us on The Green Fix as we tell the stories of those who refuse to give up. When it comes to fixing the planet, there is no time to waste. Join me, Shiksha Arora, on Thursdays at 9 p.m. on The Green Fix as we look into the big why, you and I. Mchezo ni burudani. Siku zote lazima pia ukitazama mchezo fulani usiweke kwa roho ndio utakuwa na burudani. Ukiweka kwa roho mwisho wa siku utaumia. Gor Mahia kocha mpya, lakini pia tumeweza kuna mengi ambayo tunatarajia kwenye michezo. Tunangojea, unajua weekend kutakuwa na ile riadha ama Nairobi City Marathon itakuwa inafanyika. Kwa hivyo kuna uzinduzi leo na baadhi ya mechi zingine. Tumeweza kuona paravoli, timu zinazidi kujiandaa. Ni baadhi ya yale ambayo tunafuatilia leo kwenye meza ya spoti. Ndio. Na shukrani sana Duncan Mutua kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, tumekuwa tukikupeperushia matangazo haya kwa lisali 3. Tumekufahamisha ni yapi yamejiri kutoka maeneo mbalimbali na tumefunga na masuala ya spoti. Nyingi zaidi utakuwa unazipata mwendo saa 10, saa 1 na vile vile saa 3. Anakwetu wananiita Joash Onsare. Na mimi wananiita Duncan Mutua. Kwaheri. Kwaheri kwa sasa.